Karibuni wapenzi watazamaji wetu, tuweze kuangalia matokeo ya soka katika ligi kuu ya Uingereza katika michezo iliyochezwa katikati ya wiki, yani ile siku ya Jumanne pamoja na siku ya usiku wa Jumatano na usiku ule wa Alhamisi. Kuna michezo kadhaa ambayo iliweza kuchezwa, tuangalie matokeo yalikuwaje. Kwanza kabisa mchezo ulikuwa kati ya Fulham pamoja na Manchester City. Mchezo ulikuwa ni mchezo wenye magoli mengi sana. Klabu ya Fulham iliweza kufungwa kwa mabao 5-4 na Manchester City akaibuka na ushindi. Mchezo mwingine ilikuwa ni kati ya Bournemouth pamoja na Everton, ambapo Everton aliibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Bournemouth. Mchezo mwingine ilikuwa ni kati ya Newcastle United dhidi ya Tottenham Hotspur. Wababe hao wawili walitoshana nguvu kwa kutoka na ushindi wa mabao 2-2. Mchezo mwingine ilikuwa ni kati ya Brighton na Aston Villa. Tulishuhudia Aston Villa akiicharaza Brighton kwa mabao 4-3. Mchezo mwingine ilikuwa ni kati ya Crystal Palace na Burnley, ambapo Crystal Palace waliibuka na ushindi wa mabao 1-0 dhidi ya Burnley. Mchezo mwingine ilikuwa ni kati ya Nottingham Forest dhidi ya Wolves, ambapo Nottingham Forest waliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Wolves. Mchezo mwingine ilikuwa ni kati ya washika bunduki Arsenal pamoja na Brentford. Arsenal aliendeleza ubabe wake kwa kuweza kushinda bao 2-0. Mchezo mwingine ilikuwa ni kati ya Leeds United pamoja na Chelsea. Leeds waliwashangaza wengi kwa kuicharaza Chelsea mabao 3-1. Wengi walitegemea Chelsea ataibuka na ushindi, hasa kutokana na mchezo mzuri aliyoonyesha katika michuano ya Champions League dhidi ya Barcelona, lakini alipofika kwa Leeds alikuwa mkate mbele ya chai. Mchezo mwingine ilikuwa ni kati ya Liverpool pamoja na Sunderland, ambapo waliweza kutoshana nguvu kwa bao 1-1. Mchezo mwingine pia ilikuwa ni kati ya Manchester United pamoja na klabu ya West Ham. Mchezo huu uliweza kumalizika pia kwa suluhu ya bao 1-1. Tuangalie msimamo ulivyo wa sasa kwenye ligi kuu ya Uingereza baada ya michezo ya wiki ya katikati ya wiki. Klabu ya Arsenal bado wako kileleni wakiwa na pointi 33, Manchester City akishika nafasi ya pili na pointi 28, Aston Villa nafasi ya 3 na pointi 27, klabu ya Chelsea nafasi ya 4 na pointi 24. Wengine wanaofuata ni klabu ya Crystal Palace nafasi ya 5, Sunderland nafasi ya 6, nafasi ya 7 ni Brighton and Hove Albion, nafasi ya 8 ni Manchester United, nafasi ya 9 ni Liverpool, nafasi ya 10 ni Everton, nafasi ya 11 ni Tottenham Hotspur, nafasi ya 12 ni Newcastle United, nafasi ya 13 ni Brentford, nafasi ya 14 ni Bournemouth, nafasi ya 17 ni Fulham, nafasi ya 16 ni Nottingham Forest, nafasi ya 17 ni Leeds United, nafasi ya 18 ni West Ham United, nafasi ya 19 ni Burnley na nafasi ya 20 ni Wolves, wakiwa wanafunga mkia kwa namna hiyo. Basi hiyo ndio namna ambavyo ipo kwa sasa kwenye msimamo wa ligi ya Uingereza. Na wanaoongoza kwa magoli bado ni wale ni Erling Haaland, akiwa bado yuko pale akiwa na mabao yake 15. Hawa ndio wachezaji ambao wanaongoza kwa magoli mpaka sasa. Nakukaribisha uweze kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata update zaidi za kimichezo.